السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين وبعد. Ndugu zangu Waislamu, ndugu watazamaji nyote kwa ujumla, leo tutazame hukumu ya saum kwa mgonjwa ambaye ana maradhi yanayotarajiwa kupona. Hukumu ya saum lilmaridhi maradan yurja buruhu, mtu anaumwa, ana maradhi ambayo yanatarajiwa kupona. Mtu ambaye ana maradhi ambayo yanatarajiwa kupona ana hali mbalimbali. Hali ya kwanza, an yashuqa alayhi saum wala yadhurruhu, ni saum pale atakapofunga atafunga kwa shida sana, anafunga kwa shida sana, lakini saumu haimdhuru. Huyu mtu ambaye akifunga anapata matatizo na shida, lakini saumu haimdhuru, huyu anaruhusiwa kufunga. Huyu anaruhusiwa kufunga, lakini ma'al karaha, yukrahu saum, yukrahu lahu saum, haipendezi. Yani inafaa afunge, lakini haipendezi, kwa sababu kuacha kufunga ni kukubali ruhusa ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu Allah amemruhusu mtu ambaye anaumwa kwamba asifunge, atakuja kufunga baada ya kuwa amepona, hata kama ni nje ya Ramadhan. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, yuridu Allahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra, Allah anakutakieni wepesi na wala hakutakieni uzito. Kwa maadamu wewe unaumwa, ndio utafunga, lakini kwa mazito, lakini bora kwa wewe usifunge. Chukua ruhusa ya Allah subhanahu wa ta'ala, chukua wepesi wa Allah ambayo amekutakia. Hali ya pili, kwa mtu ambaye anafunga, anayeumwa maradhi yenye kupona, ni yule ambaye akifunga saumu inamdhuru. As-saumu yadhurruhu wa yaziduhu maradha, akifunga saumu itamdhuru, lakini maradhi yataongezeka. Au kule kufunga kwake atachelewa kupona, kule kufunga kwake atachelewa kupona. Huyu ni wajibu ale, ni wajibu ale, kwa sababu akifunga hali ya kuwa na maradhi, yani maradhi yataongezeka na madhara yatakuwa ni mengi, bora yani, kwa maana inakuwa ni wajibu kula, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala ametukataza kuziingiza nafsi zetu katika matatizo aliposema, wala taqtulu anfusakum, msiziue nafsi zenu. Kule kufunga kwako hali ya kuwa naumwa na unapata madhara kwa sababu ya kufunga, ni kama vile unataka kuiua nafsi yako. Hali ya tatu, kwa mtu ambaye anaumwa, ni yule ambaye anaumwa lakini saumu haimpi shida. As-saumu la yashuqu alayhi, saumu haimpi shida na wala haimpi madhara. Kwa mfano, mathalan mtu akawa na maumivu, anasikia maumivu katika fizi za meno yake, anasikia maumivu. Au mtu akawa na mathalan akawa na mafua ya kawaida, akawa anajisikia vibaya na nini. Unaona, sasa hayo tunasema kwamba mtu huyu atafunga, fayajibu alayhi siyam, huyu ni wajibu kufunga. Kwa nini? Ya qudratihi alayhi, kwa sababu ana uwezo wa kufunga. Yani huwezi kusema kwamba hizi fizi zinakuuma au unajisikia mafua kwamba usifunge, la abada. Ndio ni mgonjwa, la shaka, lakini wewe una uwezo wa kufunga, ndio sharti la kufunga unalo. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.